Ni zoezi la ufukuaji wa mto Lugala ambao ni wa msimu uliopo kata ya Mindu manispaa ya Morogoro unaomwaga maji yake katika mto Ngerengere, zoezi linalofanywa na bodi ya maji bonde la Wami Ruvu. Wakazi wa eneo hili wanasema mto huo umeathiri kwa kiasi kikubwa makazi yao, hasa wakati wa mvua za masika na kusababisha nyumba kadhaa kubomoka na viwanja kuharibika. Historia la hili korongo wakati tunahamia hapa miaka 2003 lilikuwa ni kama mita 1 na asili yake, lakini kutokana na tabia nchi na watu kujenga huko, maana huko juu kuna majumba makubwa zaidi ya hivi. Kwa yale maji yanapotoka huko milimani, na korongo letu limebeba makorongo mengi kupitia mlima mkubwa wa Mindu. Kwa hiyo nyumba zilizojengwa juu na maji mvua kwa nyingi, kwa hiyo zimeingia huko kwenye makorongo kuanzia juu, kwa hiyo ikawa inatanua taratibu mpaka kufikia hii hatari iliyotokea mwaka huu. Lakini kulikuwa sio hivi, ilikuwa ni korongo yani padogo sana, yani hata mtu unaruka kwa hatua moja. Tulifanya jitihada kama wanamtaa, tukatafuta mawe, tukaelekeza mawe ili maji yakija yafuate yale mawe kuelekea kwenye mkondo, lakini haikuwa kama tulivyopanga. Mwenyezi Mungu akakadiria alichotaka, nyumba 2 zikaondoka, boma moja limeondoka, viwanja 3-4 vya watu vimeondoka. Na baada ya kuja wataalamu wakasema iwapo hatutowahi kulisevu hili jambo, tukafanya sensa ya kaya zinazofuata huko ambazo kama maji yatapitiliza hapo, tukaona kuna kaya 20 zinaweza zikaathirika. Hapo ndipo ambapo juhudi zilipoanza. Mhandisi wa bodi ya maji bonde la Wami Ruvu anasema zoezi hilo ni endelevu ili kurejesha mito katika asili yake, huku akiwataka wananchi kufuata sheria za utunzaji wa mazingira, kutofanya shughuli za kibinadamu ndani ya mita 60 ikiwemo kilimo, ujenzi wa makazi pamoja na ufugaji. Hapa tupo katika mtaa wa Lugala, eneo ambalo liko kata Mindu. Kama bodi tupo kwenye urejeshaji wa mito kwenye asili yake baada ya mvua kubwa ambazo zilinyesha msimu wa mwaka jana, na mto huu ulikuwa umepoteza mwelekeo wake na ukaribu miundombinu ya wananchi zaidi ya kaya 8. Katika huu mwezi wa 8 kama bodi tunaendelea kurudisha mito kwa sababu mwaka huu tunategemea kwa utabiri wa TMA tunategemea kuwa na mafuriko kuanzia kwenye mwezi wa 10. Kwa kama bodi tunaendelea kuhakikisha vyanzo vyetu vinahifadhiwa vizuri na hali ya kiusalama ya makazi ya watu na maisha ya watu yanaendelea kuwa salama. Lakini tunaendelea kutoa shukrani za dhati kwa ushirikiano mkubwa tunaopewa na mkuu wa wilaya Mheshimiwa Musa Kilakala, mkuu wa wilaya Morogoro, kwa kuendelea kutupa ushirikiano na kutuunganisha katika taasisi zote katika swala zima la kulinda vyanzo vya maji. Vile vile tunatoa rai kwa wananchi wanaozunguka mito, viongozi, wakuu wa mikoa na wadau mbalimbali katika maeneo haya ya vyanzo wasiendelee kufanya shughuli za kibinadamu, mojawapo na kulima kando kando ya mito, kuchunga mifugo na shughuli zingine ambazo zinaathiri rasilimali za maji. Ili mito hii iwe ni endelevu kwa maana ya upatikanaji wa maji safi na salama na wananchi wetu wasipate changamoto.